Pasaka ni ushindi, naonyesha ujumbe wa ushindi kwa Mkristo yeyote anayemwamini Yesu, kwamba ushindi dhidi ya shetani pamoja na dhambi, kwamba Kristo aliyefufuka anatuwezesha sisi kuishi maisha ya ushindi. Kwa hiyo Pasaka ni ushahidi pia kwamba imani yetu imejengwa katika msingi sahihi, kwamba tunayemwamini amefufuka kutoka kwa wafu, na pia inatupa tumaini wale wanaomwamini Yesu kwamba ufufuo wa Kristo Yesu unatupa pia na sisi ufufuo baadaye. Kifo, kwanza tunazungumzia kifo cha Yesu. Tunapozungumzia kifo cha Yesu Kristo pale msalabani, kile kifo ni cha dhabihu, kwamba Yesu alitoa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu, ili sisi tukahesabiwe haki kwa kifo chake, kwamba kile kifo cha msalabani ni ya kutufanya sisi kuokolewa kutokana na kile kifo, kwamba kile kifo pia kinatoa nafasi ya kwamba Yesu aliyekufa pale msalabani ndiye anayetoa uzima. Pale ni malipizi, alikuwa anafanya malipizi kwa ajili ya dhambi zetu. Na ufufuo ni kiashiria kwamba kwanza Yesu kile alichokisema kwamba atafufuka ni kweli, na pia inadhihirisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ni ushahidi kamili kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na ni ushahidi wa utambulisho wake. Lakini pia kwa kila anayemwamini Yesu, ufufuo ni ushindi ambao unapatikana kwa kila atakayekuwa anamwamini yeye. Kuna watu wanasherekea Pasaka kama kumbukizi tu, yaani kama kitu ambacho wanakikumbuka, na hiyo ni tofauti, kwa sababu inakuwa kama desturi isiyo na matokeo yoyote katika maisha ya yule anayesherekea. Lakini tofauti nyingine, kuna kusherekea Pasaka kwa kuelewa ile kazi iliyofanyika na kuyaishi yale ambayo Yesu amefanya kwa ajili yetu. Kwanza, wewe ambaye unanisikiliza, nikupe heri ya Pasaka ya mwaka 2026, na kwamba Mungu akubariki unaposherekea sikukuu hii ya Pasaka. Baraka za Pasaka na yale ambayo Pasaka inaleta kwa kila anayeamini, basi ikawe sehemu ya maisha yako. Lakini pia nikukaribishe kwenye kanisa letu la TAGVCC. Kanisa letu liko eneo la Oyster Bay na linaitwa TAGVCC.